Hallelujah. We are going to pray tunaenda kuomba in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Father, we want to thank you because of this day that you have made. We exalt and glorify your holy name as we want to share your word over the teachings of the Holy Spirit together with the viewer wherever he is. We welcome your presence. We welcome your power. And let your Holy Spirit lead us. I also pray the viewer, wherever he is, O God, around the world, that may you empower to listen to this word that I'm going to preach. Thank you, Jesus. And in Jesus' mighty name we are praying. Amen. Today, Leo we want to talk about the Holy Spirit. tunataka kumzungumzia Roho Mtakatifu. This topic has a lot of controversy. Huu ujumbe una mchanganyiko mwingi. But the Bible talks clearly about the Holy Spirit. Lakini Biblia inazungumzia kwa uwazi kumhusu Roho Mtakatifu. He was going to send a helper. Ya kwamba anaenda kumleta msaidizi. And that when the helper comes, Na wakati msaidizi atakapokuja, will be able to show them ataweza kuwaonyesha the things of God. mambo ya Mungu. And to reveal many things Na kuonyesha mambo mengi that he had not told them. ambayo hakukuwa amewaeleza. So when you read the Bible, Kwa hivyo unaposoma Biblia, you may not be able huenda hauwezi to find out about the Trinity of God. kugundua kumhusu Roho Mtakatifu. But when you read clearly, Lakini unaposoma kwa umakini you zaidi, come to understand unakuja kuelewa that God is in the Trinity. ya kwamba Mungu ni wa utatu. Meaning God the Father, Kumaanisha Mungu Baba, God the Son, Mungu Mwana and God the Holy Spirit. na Mungu Roho Mtakatifu. He works in Trinity. Yeye anafanya kazi kwa utatu. That's why we say Trinity. Ndiyo sababu tunasema utatu. So the Bible does not explain clearly about Trinity. Kwa hivyo Biblia haielezei kwa umakini kumhusu Roho Mtakatifu. But God works in Trinity. Lakini Mungu anafanya kazi kwa utatu. So for today, Kwa hivyo leo we are looking at the works of the Holy Spirit. tunaenda kuangalia matendo ya Roho Mtakatifu. And we are going to trace the Holy Spirit Na leo tunaenda kumfuatilia Roho Mtakatifu as from the beginning. kuanzia mwanzo. Number one, Ya kwanza, the creation of the world was made uumbwaji wa ulimwengu by God the Father. ulitekelezwa na Mungu Baba. According to the book of Genesis 1:1. Kulingana na kitabu cha Mwanzo 1:1. And through the Son, na kupitia mwana who is Jesus Christ. ambaye ni Yesu Kristo. According to the book of John chapter 1:3. Kulingana na kitabu cha Yohana 1. When the Holy Spirit Wakati Roho Mtakatifu was the instrument of creation, ambaye alikuwa ndio kipengee cha kuumbwa kwa ulimwengu. just as Job says, Jinsi tu Ayubu anavyosema that the Spirit of God has made me, ya kwamba Roho wa Mungu ameniongoza. and the breath of the Almighty gives me life. Na ile pumzi ya Mungu imenipa uhai. We read Job chapter 33:4. Tunasoma Ayubu 13. So Job himself is saying, Kwa hivyo Ayubu mwenyewe yasema, and he states here very clearly, na anasema kwa makini zaidi, that the Spirit of God has made me, ya kwamba Roho wa Mungu amenifanya, and the breath of the Almighty gives me life. na pumzi wa Mungu ananipa uhai. So the Holy Spirit was also involved in creation. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alikuwepo tangia uumbwaji wa ulimwengu. As an instrument. Yeye tu alikuwa ni kama alikuwa tu ni kama kipengee, alikuwa tu ni kama chombo. So he participated in creation. Kwa hivyo yeye alishiriki katika uumbwaji wa ulimwengu. From the beginning of creation, kuanzia mwanzo wa uumbwaji wa ulimwengu, we find Trinity there. Tunaona utatu pale. Just as I've mentioned. Jinsi tu nilivyoeleza. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Coming to the writings of the Bible, kuja katika Biblia, the whole Bible is a prophetic book.
Biblia nzima ni ya unabii. Meaning all the writers who wrote the Bible Kumaanisha waandishi wote walioiandika Biblia were inspired by the Holy Spirit walijazwa na Roho Mtakatifu in order to write. ndivyo waweze kuandika. According to the book of 2 Peter, kulingana na kitabu cha Petero chapter 1 verse 21. Mwanzo kuanzia 21. We may not be reading today, huenda hatutasoma leo, but I want us to go step by step. lakini nataka twende hatua kwa hatua. So you are wherever you are, Kwa hivyo popote mlipo, you will be writing down. utakuwa ukiandika. Because if we take time to read, Kwa sababu tukichukua muda wa kusoma, it will take a lot of time. itachukua muda mwingi. So if you read 2 Peter 1:21, Kwa hivyo unaposoma waraka wa Petero 2, he's talking about the scripture inspired inazungumzia kuhusu Biblia ilikuwa imejazwa by the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. Again, when you read 1 Peter Unaposoma waraka wa kwanza wa Petero chapter 1, 10 to 11. mlango wa kwanza hadi 11. 1 Peter chapter 1, 10 to 11. 1 Peter chapter 1, 10 to 11. Waraka wa Petero 1:11. Again, you read the book of Acts chapter 1, verse 16. Ukisoma Matendo ya Mitume 1. You can also read the book of Hebrews chapter 3, verse 7. Pia unaweza kusoma Waibrania 3, And then 10, 15. kisha 10 na We are 15. talking about inspiration. Biblia inazungumza kuhusu kujazwa. That's why we are saying the whole Bible is a prophetic book. Ndipo tunasema Biblia yote ni ya unabii. All the writers were inspired by the Holy Spirit. Wale waandishi wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Number 3, Ya 3, the creation of Jesus Christ. ule uumbwaji wa Yesu Kristo. When Jesus Christ was created in his mother's womb, Wakati Yesu Kristo aliumbwa katika tumbo ya mama yake, it was as a result of the Holy Spirit. ilikuwa ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. When we read the book of Luke chapter 1:35 Tunaposoma kitabu cha Luka 1 and Matthew chapter 1 verse 20, na Mathayo 1:20, so you find out that kwa hiyo unaweza kugundua even the birth of Jesus, hata kuzaliwa kwa Yesu, who was inspired by the Holy Spirit, ilikuwa imejazwa na Roho so Mtakatifu. meaning he was created in the womb of the mother, Kumaanisha alitengenezwa kupitia kwa tumbo ya mamaye by the instrument of the Holy Ghost. kwa sababu ya Roho Mtakatifu. And that's why Na ndiyo sababu when you read clearly, you find that the three are involved. unaposoma kwa umakini unaona utatu unashirikiana: God the Father, Mungu Baba then the Holy Spirit, na Roho then Mtakatifu Jesus is formed. na Yesu mwenyewe. Number 4, Ya 4, as Jesus began his ministry, wakati Yesu alipoanza huduma yake, he was anointed by the Holy Spirit. alijazwa na Roho Mtakatifu. This symbolizes being equipped. Hii inaonyesha ya kwamba yeye amefanywa. So this means that the Holy Spirit have to empower somebody Inamaanisha Roho Mtakatifu lazima amjaze mtu, ampe nguvu for the work of God to be manifested. kwa ajili ya neno la Mungu ya kwamba iweze So kutimilizwa. the Holy Spirit is playing a very important role Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatekeleza wajibu muhimu in every area of creation, katika kila sehemu ya uumbaji, in every area of the life. katika kila sehemu ya maisha. Number 5, Ya 5, another work of the Holy Spirit. Now this one to unbeliever, na hii ni kwa wale wasiamini. that he will convict about the sin, Yeye anaweza kuelezea kuhusu dhambi, about judgment kuhusu hukumu and righteousness, na uhaki, according to the book of John 16:8 to 11. kulingana na kitabu cha Yohana 16. Now Sasa we want to understand tunataka kuelewa who is the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ni I have nani. mentioned Nimeeleza 5 important points. mambo 5
that you need to understand ambayo unapaswa kuelewa that the Holy Spirit was involved. ya kwamba Roho Mtakatifu He alijumuishwa. was involved in creation. Yeye alijumuishwa katika uumbaji. He was involved in the writing the Bible. Alijumuishwa katika kuandika Biblia. He was involved when Jesus was born. Alijumuishwa wakati Yesu alipozaliwa. He empowered Jesus to start his ministry. Alimpa nguvu Yesu wakati alipoanza huduma yake. And now he must inspire, or he must feel an unbeliever. If somebody believes God, he is now filled by the Holy Spirit to do the work of God. Sasa mtu anapoamini anajazwa na Roho Mtakatifu ya kwamba atende matendo ya Mungu. That's why the Holy Spirit convicts sin. Ndipo sababu Roho Mtakatifu ananena kuhusu dhambi, then judgment, na hukumu, then righteousness. na haki. According to the book of John 16:8-11. Kulingana na kitabu cha Yohana 16:8-11. Now, after a person is convicted of sins, wakati mtu amenenewa kuhusu dhambi and repents, na atubu, he receives Christ. yeye anampokea Kristo. Now the Holy Spirit Sasa Roho Mtakatifu continues an active role anaendelea in the life of a new Christian. kwa maisha ya Mkristo mpya. When somebody gives his life to Jesus Christ, wakati mtu anapeana maisha yake kwa Kristo, the moment he gives his life to Jesus Christ, wakati tu anapopeana maisha yake kwa Kristo, the Holy Spirit starts his role in this person. Roho Mtakatifu anaanza kazi yake. Because now he's a new person Kwa sababu sasa amekuwa mtu mpya in the family of God. katika familia ya Mungu. So the Holy Spirit starts to work. Mtakatifu anaanza kutenda kazi. And this is how he works. Na hivi ndivyo jinsi anavyotenda So kazi. the Holy Spirit now, Kwa hiyo Roho Mtakatifu sasa he brings about analeta number A new birth. Kuzaliwa upya. Number 2, ya pili, indwelling. katika kuishi. Number 3, ya tatu, baptizes. anambatiza. Number 4, ya nne, fills. anamjaza. Number 5, ya tano, he seals. Seal. anatia muhuri. Thank you. And then number 6, he gives fruit. Anapeana matunda. So there is a process. Kwa hivyo There is a process. kuna ile njia, kuna kufuatilia. Before a Christian becomes mature, kabla ya Mkristo hajakomaa, there is a process of the Holy Spirit to work in this person. kuna kufuatilia, kuna ule mpangilio, ndipo Roho Mtakatifu aweze kutenda So kazi. the Holy Spirit works in a person. Kwa hivyo wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa Until mtu, this person becomes mature. hadi huyo mtu akomae. Let us start with number 1. Wacha tu New birth. kuzaliwa upya. Nicodemus, as a religious person, Nikodemo kama yule mkuu wa dini, he was an upright man. yeye alikuwa mtu mkamilifu, But he honestly sought Jesus Christ lakini alimtafuta Yesu Kristo because he wanted to know the truth. kwa sababu alitaka kujua ukweli. Now listen, the child of God. Sasa sikiza, mtoto wa This Mungu. man was a religious person. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa But he dini, didn't know the truth. na yeye alijua ukweli. So he was looking for Jesus Lakini alikuwa anamtafuta Yesu because he wanted to know the truth. kwa sababu alitaka kufahamu ukweli. And when he met Jesus, according to the book of John chapter 3, Na wakati alikutana na Yesu, he was searching to know, yeye alianza kujua what is this new life? maisha yake mapya ni yapi. This is the new birth. Hii ndio kuzaliwa So kupya. Jesus said to him, Yesu akamwambia, not unless one is born again, mpaka tu mtu aweze kuzaliwa he tena, cannot see the kingdom of God. hawezi kuona ufalme wa Mungu. This is simply means believing in Jesus Christ Hii inamaanisha kumwamini Yesu Kristo as the Savior. kama Mwokozi. Now that's a new birth. Hiyo ndio kuzaliwa kupya. One person can become a new person, a new born baby
mchanga, when he believes in Jesus Christ, wakati anamwamini Yesu Kristo, now he's born again. sasa amezaliwa upya. And the moment he's born again, Na wakati tu anazaliwa upya, he starts to grow. anaanza kukua. A child does not grow at once. Mtoto hawezi kuwa mara moja. There is a process of this child to grow. Kuna mpangilio wa huyu mtoto kukua. Just as I'm putting it to you to understand, Jinsi ninataka tu nyinyi muelewe, you can only be born again in the image of a new nature unaweza tu kuzaliwa upya katika ule mpangilio halisia when you believe in the Son of God. wakati unamwamini mwana wa Mungu. And this is by faith. Na hii ni kwa imani. When you believe by faith, Wakati unaamini kwa imani, you are now connected to the family of God. sasa unaweza kujumuishwa katika familia ya Mungu. Now the Spirit continues to work in you. Roho anaendelea kufanya kazi ndani yako. This is made possible by the Spirit, Hii inaweza tu kufanywa na Roho who will Mtakatifu, keep on directing you. yeye ambaye ataendelea kukuelekeza. And if he continues to direct you, Na anapoendelea kukuelekeza, just as he showed Nicodemus, jinsi tu alivyomwonyesha you Nikodemo, come to know the truth. unaweza kujua ukweli. Jesus talked about the Spirit of the truth, Yesu alinena kuhusu Roho wa ukweli, because the Holy Spirit directs somebody to the truth, kwa sababu Roho Mtakatifu anamwelekeza mtu kwa ukweli, so that one knows the truth. ya kwamba mtu ajue ukweli. Then it continues, number 2, Kisha tunaendelea ya pili, the indwelling of the Spirit. kuishi kwa Roho Mtakatifu. One of the marvelous results of being born again into the family of God Mojawapo tu ya jambo ambalo tunaweza kuliangalia katika is that kuzaliwa kwa Roho after Mtakatifu receiving Jesus ni Christ, baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, is that after receiving Jesus ni Christ, baada tu ya kumpokea Yesu Kristo, the Holy Spirit now comes to reside in the heart of this person. sasa Roho Mtakatifu anaweza kuishi katika moyo wa huyu mtu, According to the book of Galatians chapter 4 verse 6. kulingana na kitabu cha Wagalatia 4 kuanzia The 6. moment you have received Jesus Christ, Punde tu unapompokea Yesu Kristo, you have now welcomed the Holy Spirit. sasa umemkaribisha Roho Mtakatifu. Now he starts to dwell in your heart. Sasa anaanza kuishi katika moyo wako. When the Holy Spirit starts to dwell in your heart, Wakati Roho Mtakatifu anaanza kuishi katika moyo wako, he dwells in your heart, not in your flesh. anaishi katika moyo wako, si katika nyama zako. So a Christian is not therefore of flesh, Kwa hivyo Mkristo si wa nyama, si wa mwili, but now is of the Spirit. lakini sasa ni wa Roho, According to the book of Romans chapter 8 verse 9, kulingana na kitabu cha Warumi, indwelling of the Holy Spirit. kwa kuishi kwa Roho Mtakatifu. And then number 3, the process continues. Kisha ule mpangilio unaendelea, The baptism of the Holy Spirit. kubatizwa kwa Roho Now, Mtakatifu. Jesus promised the baptism of the Holy Spirit. Yesu aliahidi ubatizo wa Roho You find Mtakatifu. that this process as continues. Kwa hivyo unapata mpangilio huu It unaendelea, goes step by step. unaenda hatua kwa hatua. Every step one moves to another level. Kila hatua mtu anaenda kiwango You kingine. cannot continue to remain at the same level. Hauwezi kubaki katika kiwango kimoja. If you get a step of believing Jesus Christ, Ukifikia katika kiwango cha kumwamini Yesu, then the Holy Spirit starts to dwell in you. Yesu Kristo anaanza kuishi katika And then moyo the Holy wako. Spirit now lives in your heart. Roho Mtakatifu anapoishi katika That moyo you wako, need to undergo the baptism of the Holy Spirit. unahitaji kuendelea na ule Some ubatizo people wa say Roho. when they receive Christ, they will already receive the Holy Spirit. Some Christians say the moment they receive Christ, they have already received the Holy Spirit. Wakristo wengine wanasema jinsi tu walivyompokea Yesu Kristo, hapo ndipo walipokea Roho Mtakatifu. Yes, it is true. Ndiyo, ni kweli, But you need another step. lakini unataka kiwango kingine. We have Christian babies Tuko na Wakristo who watoto remain at the same level, ambao wanabakia katika hatua moja but they don't grow. na hawakui. By doing this,
Kwa kufanya hivi, they cannot fight the devil. hawawezi wakapigana na They shetani. cannot become more prayerful. Hawawezi kuwa waombezi. That's why you hear people praying for 5 minutes. Ndipo unasikia watu wanaomba kwa And dakika somebody 5 tells you, na mtu my anakuambia, prayer has just ended. maombi yangu yametimilizwa. Because this person Kwa sababu huyu mtu does not have a freedom. ana ule uhuru. But another step we want to look into Lakini hatua nyingine tunataka is kuangalia the baptism of the Holy Spirit. ni ubatizo wa Roho I Mtakatifu. said Jesus promised Nilisema ya kwamba Yesu aliahidi his disciples wanafunzi wake that you wait ya kwamba ngoja until you get the baptism of the Holy Spirit. hadi utakapopata ubatizo And wa the Roho moment you get the Mtakatifu. baptism of the Holy Spirit Na wakati tu utapata ubatizo wa is Roho, when you get out to witness about me. ndipo utatoka na uweze kutoa ushuhuda So you kunihusu. find that the people have not undergone the baptism of the Holy Kwa Spirit. hivyo unapata watu wajapata ubatizo wa Roho, They cannot witness about Jesus hawawezi kushuhudia Yesu because they are still fearing. kwa sababu bado But when the wanaogopa. Holy Spirit takes control of a person, Lakini wakati Roho Mtakatifu anachukua under usukani baptism, kupitia kwa ule this ubatizo, person is now empowered huyu mtu sasa anapewa nguvu, because it does not have something to do with being afraid. kwa sababu yeye haogopi tena, He becomes strong anakuwa mwenye because nguvu of the baptism of the Holy Spirit. kwa sababu ya ubatizo wa Roho And that's Mtakatifu. why I'm saying Ndipo ninasema Jesus promised the baptism of the Holy Spirit Yesu Kristo aliahidi ubatizo wa Roho before ascending to Mtakatifu heaven. kabla hajapaa mbinguni. This was fulfilled in the book of Acts chapter 2, Hii iliweza kutimilizwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1, starting with the disciples. kuanzia kwa wale wanafunzi They were enabled to speak in other tongues. waliweza kuwezeshwa kuzungumza katika ndimi. The same thing was repeated. Hicho kitu kiliweza kufanyika katika It was Petro, repeated in the book of Acts pia kilirejelewa katika kitabu cha Matendo ya chapter 8 Mitume verse 4 to 17. kuanzia 8, mlango wa 8. This one was to the Gentiles. Hii ilikuwa kwa wa mataifa. It was in Samaria. It was in Samaria. Pia ilikuwa Samaria. When Philip entered, Filipo aliingia Samaria, he preached about the gospel of our Lord Jesus Christ. alihubiri kuhusu injili ya Yesu Kristo, And the people in Samaria believed. na watu wa Samaria waliamini. So when Peter and John heard about what had happened in Samaria, Wakati Petero na Yohana walisikia mambo ambayo yalifanyika so Samaria, they went there. walienda pale, They laid hand on the people, wakawekea watu and mikono, all of them were filled by the Holy Spirit. na wote wakajazwa na Roho And they Mtakatifu, started speaking tongues. na wakaanza kunena katika ndimi. Then the third thing that we see, Alafu kipengee cha tatu ambacho tunaona it was also confirmed pia iliweza kutimilizwa to the Gentile community, kwa watu wa mataifa according to the book of Acts chapter 10, 44 to 58. kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume. So you see, Kwa hivyo the unaona Holy Spirit is a promise. Roho Mtakatifu ni yule aliyeahidiwa. If you read the book of Acts chapter 2, Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2 38 to 39, 38 hadi 39, Peter is saying, Petero anasema this is the promise for you. hii ndiyo kile ambacho mliahidiwa. For you, he was talking about the Jewish. Yeye alikuwa akinena kuhusu wale wa So dini. the Holy Spirit was supposed to be poured first to the Jewish people. Kwa hivyo Roho Mtakatifu huenda akajazwa kwa wale watu wa Israeli. Then from the Jewish people, Kwa hivyo kwa wale wa Israeli it was supposed to go to Samaria. ndipo ingeweza kuenda Samaria. Samaria was a half caste. Samaria ilikuwa ni katikati, Half caste between a Jew and a Gentile. ilikuwa katikati kati ya mataifa na Wayahudi wa Then from Israeli. there, the Holy Spirit was supposed to go to the Gentiles, Kwa hivyo kutokea hapo ndipo Roho Mtakatifu angeenda kwa mataifa other nations. na wale mataifa So the mengine. Holy Spirit is a promise. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni He aliyeahidiwa, has to work in our life lazima afanye kazi katika maisha to yetu prove the works of God. ili kuweza kuthibitisha matendo ya Mungu. Hallelujah, the blood of Jesus. Haleluya, damu ya Yesu. Holy Spirit is so powerful. Roho Mtakatifu
Mtakatifu ni wa nguvu And when zaidi. you undergo baptism, Wakati unapitia you ubatizo, will never remain the same again. hauwezi kubakia sawa tena. We see also Tunaona tena the Holy Spirit being baptizing Roho Mtakatifu akibatiza the disciples of John the Baptist. wale wanafunzi wa Yohana Remember the Mbatizaji. disciples of John the Baptist. Kumbuka wale wanafunzi wa Yohana They were Mbatizaji preaching the gospel of repentance. walikuwa wakihubiri injili ya toba. They didn't know about the Holy Spirit. Hawakumjua kuhusu Roho But Mtakatifu. when Paul was in a place, Ephesus, Lakini wakati Paulo alikuwa Efeso, he asked some of these disciples, aliwasikiza baadhi ya hao did you wanafunzi. receive the Holy Spirit when you believe? Aliwauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? And they said, Na wakasema, we have never heard even about the Holy Spirit. hata tujawahi sikia kumhusu Roho And then Paul Mtakatifu. asked them, Kisha Paulo akawaambia, what baptism did you receive? basi ni ubatizo upi ambao And they mulipokea? said the baptism of John the Baptist. Na wakasema ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Paul said, Na Paulo akasema, John baptized Yohana alibatiza through water kwa maji when people were repenting. wakati watu walikuwa And he wakitubu, was telling them to believe in the person who would come. na aliwaambia waamini kwa mtu ajaye. And when they believed this, Na wakati waliamini they haya, were baptized in the name of Jesus. walibatizwa kwa jina la Yesu, And they started speaking in tongues. na wakaanza kunena katika ndimi. The meaning of baptism in the other way, Maana ya ubatizo kwa maneno mengine is to place into. ni kuweka. When you're using water, for example, Kwa mfano, unapotumia this maji, word we use, immerse. tunaweza kusema kuwekwa ndani, So when the Holy Spirit entered into, kwa sababu Roho Mtakatifu alipoingia ndani, these people were different. hawa watu walikuwa tofauti. To place into. Kuweka ndani, Just as it is described in the book of 1 Corinthians chapter 12. katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Chapter 12, mlango wa 12, 12 to 13. 12 hadi Now, 13. after a person has been baptized by the Holy Spirit, Baada ya mtu amebatizwa na Roho there Mtakatifu, is another step again ahead. kuna hatua nyingine tena mbele. Hallelujah. Haleluya! Is the filling of the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit. A continuous filling of the Holy Spirit. Ule ujazo wa Roho You know, Mtakatifu. human beings, we are limited. Sisi kama binadamu tuna kiwango. We are not holy. Sisi si watakatifu. Sometimes Wakati our mwingine flesh, mili yetu there are things they demand. kuna mambo ambayo yanahitaji, And by that, na kwa hiyo the glory of God goes down. ule utukufu wa Mungu unarudi chini. So you need a renewal of feeling. Kwa hivyo unahitaji upako mpya, Feeling all the time. ujazo mpya kila So wakati. a person who has been baptized by the Holy Spirit, Kwa hivyo mtu yeyote ambaye he amebatizwa na Roho needs all the time to Mtakatifu be filled, anataka kila wakati so that the kujazwa, works of God can be done effectively. ndivyo matendo ya Mungu yaweze kufanywa So the vyema. filling of the Holy Spirit Kwa hivyo is distinct from the baptism of the Holy Spirit. Kwa hivyo matendo ya Roho Mtakatifu yanaweza kuonyeshwa kwa ule ubatizo wa Roho Mtakatifu. So the filling of the Holy Spirit Ujazo wa Roho Mtakatifu is distinct from the baptism of the Holy Spirit. inatofautishwa na ubatizo Yes. wa Roho Mtakatifu. While the baptism of the Holy Spirit Wakati ubatizo wa Roho Mtakatifu takes place at once, inafanyika mara moja, the filling ujazo is necessary to a believer ni ile ya muhimu katika muamini, because it is a continuous. kwa sababu ni kitu cha mwendelezo. What do I mean? Ninamaanisha nini? Anytime people were baptized by the Holy Spirit, Mara tu wa mtu anapobatizwa na Roho Mtakatifu, that's most of them, wengi wao, and in most cases I've seen in the Bible. In most cases I've seen the Bible jinsi tu nilivyoangalia katika Biblia, that they were talking to new tongues. walikuwa wakizungumza kwa ndimi mpya. And after a while,
Na baada ya mmoja, as this person continue living, huyo mtu anapoendelea we are kuishi, surrounded with many evil things. amezungukwa na mambo mengi maovu. He needs to undergo feeling all the time. Anahitaji kupata ujazo kila He wakati. needs to undergo feeling all the time. Anataka kujazwa kila wakati, Because kwa sababu most of the time we fall short of glory of God. mara nyingi tunapungukiwa na utukufu wa Mungu Because of human nature. kwa sababu ya uhalisia wa binadamu, Because the flesh kwa sababu mwili continues fighting the spirit. unaendelea kupigana na roho. Even after the baptism, Hata baada ya ubatizo we need to be filled all the time by the Holy Spirit. tunahitaji kujazwa kila wakati The na more the roho. believer continues to pray for the filling of the Holy Spirit, Wakati tu muumini anapoomba na kujazwa na Roho Mtakatifu, the more perfect or he becomes. hivyo tu ndivyo jinsi anavyoendelea kuwa mwangalifu We na see the makini. example of Stephen, Tunaona mfano wa Stefano, was filled by the Holy Spirit, alijazwa na Roho Mtakatifu even at the point of death. hata kufikia hatua ya kufa. He was not afraid. Yeye A hakuogopa. person who is filled by the Holy Spirit Yule mtu ambaye amejazwa na is Roho not Mtakatifu afraid of anything, haogopi chochote, because he belongs to God. kwa sababu yeye ni wa Mungu. In the book of Acts chapter 4 verse 31, Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4 you can read the same. tunaweza kusoma hivyo. The disciples were praying Wale wanafunzi walikuwa wakiomba after the threats of the Roman baada ya kutishiwa na wale Warumi that they should not preach about the name Jesus. ya kwamba wasihubiri kuhusu jina la Yesu. And the Bible says they prayed Na Biblia inasema waliomba until the place was shaken. hadi mahali hapo pakatingizwa, And it says they were filled. na inasema wakajazwa. We are talking about the disciples who had been baptized. Tunazungumzia wale wanafunzi ambao walikuwa But now wamebatizwa. again here the Bible says Lakini hapa tena Biblia they inasema were filled. So walijazwa. there is a difference between baptism. Kwa hivyo kuna utofauti baina ya ubatizo. Baptism happens at once. Ubatizo unafanyika mara moja, And that's why the tongues are produced. na ndio sababu zile ndimi zinatoka. So the moment one is baptized by the Holy Spirit, Wakati mtu amebatizwa na Roho Mtakatifu, he is connected to the kingdom of God. yeye ameunganishwa na ufalme wa He is Mungu. even given a language of heaven. Yeye pia anapewa ile lugha ya He mbinguni. can speak angelic language, Anaweza kuzungumza angelic language, ile lugha ya malaika or a human language. ama lugha ya binadamu, According to the book of 1 Corinthians, kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza chapter 13, verse 1. mlango wa 13 kuanzia So moja. both the human and angelic languages, Kwa hivyo anaweza kuzungumza lugha ya binadamu na lugha ya malaika, depending on the faith of person who is being baptized. kulingana na imani ya mtu ambaye anabatizwa. But that happens at once. Lakini hiyo inafanyika mara moja. Some people ask questions. Wengine wanauliza maswali, Is it necessary or is it a must that somebody has to speak in tongues at the day when he's filled by the Holy Spirit? je, ni lazima mtu anene katika ndimi wakati amejazwa na Roho I'm Mtakatifu? saying here, Ninasema hapa, during the day of baptism of the Holy Ghost, wakati ule wa ubatizo wa Roho there Mtakatifu were 120. There were 120 disciples. walikuwa wale wanafunzi 120 According to the book of Acts chapter 2, kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume 2 from verse 1 to 4. tangia 1 hadi 4. And the Bible says when that day was fully came, Na Biblia inasema wakati hiyo siku ilitimia, the Holy Spirit came in the form of wind Roho Mtakatifu alikuja kwa njia ya upepo and settled on each head in form of fire. na akatua katika vipaji vyao kwa ishara ya moto. And the Bible says Na Biblia inasema all of them, wote they found themselves speaking in new tongues. walijipata wakinena katika ndimi mpya. Please remember this all. Tafadhali kumbuka haya It wote. says all. Inasema wote. And the verses I've given you, Na ile
Anytime there was a baptism of the Holy Spirit, wakati ambapo kuna ubatizo wa Roho there was Mtakatifu, a language that was produced from heaven. kuna ndimi ambayo ilitoka That's mbinguni. why we see in every chapter that I've given you, chapter 2, chapter 10, chapter 8. Ndipo tunaweza kuyapata katika kila vifungu ambavyo nimewapatia. These people spoke in new tongues. Hawa watu walinena katika ndimi mpya. So that simply means Hiyo inamaanisha during the time of baptism wakati wa ubatizo of the Holy Ghost, wa Roho there is Mtakatifu a tongue that you are given. kuna ndimi ambayo ilipeanwa. Some people confuse these things. Watu wengine I'm wanachanganyikiwa. saying during the time of baptism. Nasema wakati ule wa ubatizo wa Roho Do Mtakatifu. you know that some people who can speak in tongues? Je, wajua kuna watu wanaweza kunena It katika ends there. na inaishia hapo. It doesn't mean he was not baptized by the Holy Spirit. Haimaanishi ya kwamba hakubatizwa na Roho Because you Mtakatifu. will come to find that tongues Kwa sababu unaenda kupata, also becomes a gift. tunaenda kupata ya kwamba ndimi pia inaenda kuwa ni kama ile zawadi. That means Hiyo inamaanisha the time he was baptized, wakati alipobatizwa he would have spoken in tongues, or he spoke in tongues, angenena katika ndimi au alinena katika ndimi, but it may not remain as a gift to him. lakini haiwezi kuwa kipaji So kwake. most of the time he will not be speaking tongues. Kwa hivyo wakati mwingine hauwezi kunena katika ndimi. But if you are strong enough, Lakini kama una nguvu you zaidi, must understand lazima utaelewa that speaking tongues kunena katika ndimi is a language that connects you to God. ni lugha ambayo inaweza It's kukuunganisha na a language Mungu. that connects you to God. Ni lugha ambayo inakuunganisha The na devil cannot Mungu. hear tongues. Shetani hawezi akasikiza It's ndimi. only you with God. Ni wewe tu na Mungu. People confuse what Paul said. Watu wanachanganyikiwa na jinsi Paulo alisema. Paul said, Paulo alisema, if I come to the church ninapokuja katika kanisa and everybody speaking tongues, na mtu ananena katika I'll ndimi, become like a fool to these people. nitakuwa kama mpumbavu kwa hawa watu. So Paul was saying this Kwa hivyo Paulo alikuwa akisema haya because most churches are not mature. kwa sababu makanisa mengi When the hayajakomaa. church has matured Lakini kanisa ambalo limekomaa, and there are very new people coming in those churches, kuna watu wapya wanaoingia katika most of makanisa. the people, Watu wengi they will speak the language that is able to be understood by everybody. wanazungumza lugha ambayo inaweza But the time he's speaking with God, lakini wakati tunanenwa na during his time of prayer, wakati wa maombi he can speak in tongues. anaweza kunena katika ndimi. That will be another chapter. Hiyo inaweza kuwa, But this is what I'm saying. lakini haya ndiyo ninayosema. At the baptism of the Holy Spirit, Wakati wa ubatizo wa Roho there is a Mtakatifu, language that will be given. kuna ile lugha ambayo tutapewa. Don't imitate the language of your pastor. Kwa hivyo usiweze kuiga ile lugha ya Don't be told this is what mchungaji you're wako. supposed to do. You need to work hard for yourself. Unastahili kujitahidi kwa sababu yako mwenyewe. Not all people speak in tongues. Si watu wote wananena katika Some people have imitated these languages. watu wengine wameiga hii lugha. Some people, these tongues are from demons. Watu wengine haya ndimi yanatoka A katika person shetani. who has been baptized by the Holy Spirit Na mtu ambaye amebatizwa can na no Roho longer go Mtakatifu back to sin again. hawezi kurudi katika Can no dhambi longer tena. go back to sin again. Hawezi rudi katika The dhambi apostles tena. were baptized by the Holy Spirit. Wale watume ambao They did not marry the second wife. yeye hawakuoa. You cannot tell me you are baptized by the Holy Spirit. Hawezi kuniambia You umebatizwa are na telling Roho me you are filled by the Holy Mtakatifu. Hawezi Spirit. kuniambia umejazwa And na you are Roho going Mtakatifu. against the word of God. Na unaenda kinyume na neno la Mungu. Contrary to the word of God. Kinyume na neno la Mungu. Such a people Watu kama hao are filled by evil spirit. wao wajajazwa na Roho. But the Holy Spirit of God is holy. Lakini Roho wa Mungu ni mtakatifu. He dwells in holy people. Yeye anaishi katika watu There is no way watakatifu. God can produce his spirit Hakuna jinsi Mungu to anaweza live in a kufanya dead place. kuishi katika mahali The devil has patakatifu. imitated what belongs to God. Shetani ameiga He yaliyo ya has also Mungu. filled others with the spirits. Pia amejaza watu na maroho. That's why you hear wicked people, Ndipo unasikia watu na adulterous people, wale watu wazinzi, fornicators, wale wazinzi speaking in tongues, wananena katika ndimi, prophesying. wanatabiri, People are sometimes surprised. wengine Today wanashangaa. I want to share with you, Leo ninataka no kunena one can be nawe. filled by the Holy Spirit of God Hakuna mtu anaweza and he kujazwa goes na Roho back to Mtakatifu sin. na arudi tena Or katika he dhambi. goes contrary to the word of God. Au anaenda kinyume na The neno la Holy Spirit Mungu. glorifies Jesus. Roho Mtakatifu
Mtakatifu The Holy Spirit glorifies God. Roho Mtakatifu The Holy Spirit is the one who wrote the Bible. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is the one who wrote the Bible. Roho Mtakatifu ndiye aliyeandika. So there is no way he can go contrary to what he wrote. Kwa hivyo hakuna jinsi anaweza kwenda kinyume na I'm telling you, Satan has imitated the things of God. Ninawaambieni shetani ameiga mambo ya That's why you Mungu. go to many churches, people pretend that they are filled by the Holy Spirit. Ndipo unapoona katika makanisa mengi But what they are doing is ironic. watu wanajifanya wamejazwa na Roho Mtakatifu lakini ni kinyume. Hello? Am I speaking to somebody? Je, ninanena na mtu? Am I speaking to someone here? Ninanena na mtu hapa? There is no way. Hakuna jinsi You people of God, Mungu. there is no way you can be filled by the Holy Spirit. Hakuna jinsi unaweza jazwa na Roho And you had married a Mtakatifu wife. na kisha umeoa And then mtu you chase her away. kisha uweze And then you kumfukuza say the Holy Spirit has told me to marry another one. na kisha unasema Roho Mtakatifu amekuambia uweze That is kuoa. deception. Hiyo ni uongo. The Holy Spirit does not teach anyone to be a thief. Roho Mtakatifu afunzi mtu kuwa Does not mwizi. teach anyone to curse others. Roho Mtakatifu afunzi wengine kuwafukuza He watu. teaches us about the things of God. Anafunza kuhusu He mambo ya teaches about the Mungu. righteousness of God. Anafunza kuhusu watu He wa teaches Mungu. about the goodness of God. Anafunza kuhusu uzuri wa And he Mungu. fills us continuously. Na yeye anatujaza kila wakati. If you say church, somebody telling you is filled by the Holy Spirit, Ukiona katika kanisa mtu anakuambia amejazwa na Roho and they Mtakatifu continue doing or sinning, na yeye anaendelea katika dhambi, just run away. toroka. Because I'm telling you, Kwa sababu ninakueleza the Holy Spirit does not sin. Roho Mtakatifu If hatendi somebody tells dhambi. you is filled by the Holy Spirit, Mtu akikwambia amejazwa na Roho he Mtakatifu cannot go back to sin. hawezi kurudi tena katika dhambi. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit is God himself in a human being. Roho Mtakatifu ni Mungu katika maisha ya binadamu. Therefore, if God lives in you, Kwa hivyo kama Mungu anaishi ndani you mwako, cannot do what is contrary to what God said. hauwezi kutenda kinyume na yale ambayo Mungu ananena. Whatever the Bible has said Chochote ambacho Biblia imesema was confirmed by the Holy Spirit. iliweza kutimia Roho Therefore, if Mtakatifu. you are doing against the will of God, Kwa hiyo kama unatenda kinyume na matendo ya Mungu, the will of the Word of God, yale mapenzi ya Mungu, and you pretend to be speaking in tongues, na unajifanya kana kwamba unanena katika ndimi, abracadabra, abracadabra, you pretend to be speaking in tongues. unajifanya kana kwamba unanena katika ndimi, No, you are aiming to hell. jua ya kwamba unaelekea We kuzimu. see in the Bible Tumeona katika Biblia people who are filled by the Holy Spirit, watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu they become different. walikuwa tofauti, They were ready to sell everything for the work of God. walikuwa tayari kuuza kila They kitu were kwa ready neno la to die Mungu, for God. walikuwa tayari kufa They kwa were ready to Mungu, share the word of God. walikuwa tayari kushiriki neno la They Mungu, went all over preaching about Jesus. walienda kote kote kuhubiri They Yesu witnessed Kristo, about Jesus. walishuhudia kumuhusu Yesu. Today we are having a generation Leo tuna kizazi which claim to have the Holy Spirit, ambayo inadai ina Roho but they Mtakatifu, cannot witness about Jesus. lakini hawawezi kushuhudia kumuhusu Roho They cannot preach Mtakatifu, about Jesus. hawawezi kumhubiri Yesu. People are working at the same place. Watu wanafanya kazi mahali pamoja. Somebody is telling you is born again. Mtu anakwambia He ameokoka normally speaks in tongues. na huwa ananena katika He ndimi, is still seducing women and men. lakini bado anawatamani wake na waume. That the spirit of Antichrist living in him. Hiyo ni ile roho ya mpinga Kristo ambayo inaishi That ndani is not the yake. Holy Spirit. Huyo sio Roho The Holy Mtakatifu. Spirit of God is holy. Roho Mtakatifu wa Mungu The ni Holy Spirit of God is mtakatifu. holy. Roho Mtakatifu wa Mungu ni So a child of mtakatifu. God wherever you are. Kwa hivyo mtoto wa Mungu popote ulipo, Some of you are wondering why. wengine wenu mnashangaa kwa nini. The Bible says. Biblia inasema, Kwa Kiswahili chetu tunasema hivi. kwa Kiswahili Biblia Si inasema, ajabu shetani akajifanya malaika wa nuru. si ajabu shetani akajifanya malaika wa nuru, Akaketi patakatifu pa Bwana. akaketi patakatifu pa Bwana Na akaanza kuabudiwa na akaanza kuabudiwa. kama Mungu. This is exactly what is happening in many churches. Hivi ndivyo inavyofanyika katika So as a makanisa true mengi. child of God, work hard for yourself. Kwa hivyo kama mtoto wa kweli wa Mungu, jitahidi. Thank you, Lord.
So I'm saying there's a difference between baptism. Baptism happens at once. Kwa hivyo ninasema kuna utofauti kati ya ubatizo. Ubatizo And then unafanyika filling is a ghafla, continuous thing. alafu kisha kujazwa una mpangilio. So you need to continue being filled by the Holy Spirit. Kwa hivyo unahitaji kuendelea kujazwa na Roho, So that you can talk to the Lord. ya kupasa kunena na Mungu. Number 5 Kipengele cha 5 is the seal of the Spirit. ni ule utimilizo kwa Roho Mtakatifu. Believers in Christ are sealed with the Spirit. Wale waumini wamewekwa muhuri na Mungu As a permanent rubber stamp kama muhuri ambayo haiwezi to ikatoka, show that they belong to Christ ya kuonyesha ya kwamba wao Hallelujah. ni wa Kristo and the true God. na Mungu wa kweli. Hallelujah. Haleluya. So a seal of the Spirit Kwa hivyo muhuri wa Roho, is a rubber stamp hiyo ni muhuri that you are fully now. ya kwamba kwa ukamilifu You are fully now connected sasa wewe ni kwa ukamilifu as a child of God. umeweza kuunganishwa kama mtoto wa Mungu. That's why we have the seal. Ndiyo kwa sababu It's like a crown hii muhuri ni kama taji on your head. katika kichwa chako. It is a permanent mark Hiyo ni alama ya which umilele Christ puts on believers, ambayo Yesu Kristo anaweka katika waamini, proving ya kuonyesha you belong to Him. ya kwamba wewe ni wake. 2 Corinthians chapter 1:22. Wakorintho wa pili 1:22 1:22 and Ephesians 1:13 na Waefeso 1:13 to 14. 14. After you have reached this level, Baada umefikia kiwango hiki, you are a child of God. wewe ni mtoto wa Mungu. And being a child of God at this level, Na kuwa mtoto wa Mungu katika kiwango hiki, can you sin? Can you go back into sin again? je, unaweza kurudi katika dhambi tena? Don't deceive the church. Usidanganye kanisa. If you are a sinner Kama wewe ni mtenda and dhambi you claim to have the Holy Spirit, na unasema una Roho then Mtakatifu, know today, si leo, know today si leo, that you belong to the devil. ujue ya kwamba leo wewe ni wa Shetani. Don't pretend in the church. Usiweze kujifanya kanisani. God is looking for holiness. Mungu anatafuta utakatifu. After this level, Baada ya hiki kiwango, then the Holy Spirit kisha Roho Mtakatifu will give you what we call fruits. atakupatia matunda. Fruits. Matunda. Now, fruits of the Spirit Sasa tunda la Roho Mtakatifu are the one identifies ni ile ambayo inaonyesha whether that person is of Christ kama huyo mtu ni wa Kristo or ama of Satan. ni wa Shetani. I will explain that. Nitaeleza hayo. Fruits of the Spirit. Tunda la Roho Mtakatifu, Fruits of the Spirit tunda la Roho will identify you inaweza kukutambulisha whether to be on the side of God kama uko katika ule upande wa or Mungu on the side of Satan. ama uko katika upande wa Shetani. For example, Kwa mfano, God is love. Mungu ni upendo, Satan is hatred. Shetani ni wa chuki. If you are born again as a child of God Kama kweli umeokoka and you claim to have the Holy Spirit, na unadai una Roho you Mtakatifu, must have love. lazima uwe na But if upendo. you see somebody claiming to have the Holy Spirit Lakini unaona mtu anadai ana Roho and he Mtakatifu has hatred, na yeye ana chuki, he's of the devil. yeye ni wa So Shetani. don't worry about speaking in tongues. Kwa hivyo usijali kunena Don't be katika bothered lugha. about how he will speak in tongues 20 times a day, 1,000 times a day, so long as the fruits are of the devil. Usijali namna anavyonena katika ndimi, So long as the fruits are of the devil. kama tu tunda ni la Shetani, That's how you will know them. utawajua hivyo. But the fruits of the Spirit. Lakini tunda la Roho, For example, the Bible says in Galatians 22. kwa mfano Biblia Now inasema the katika fruits of the Wagalatia 22, Spirit is love, is joy, kwa hivyo tunda la is Roho peace, Mtakatifu etc., etc.
ni upendo, ni furaha na mengine mengi. That's how you will know them. Utakapoweza kujua. Now, a child of God. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, For example, when talking about the fruits of the Spirit, I just want to show you something. kwa mfano tunaponenea tunda la Roho Mtakatifu, ningetaka tu kuwaeleza There are kitu. 9 fruits of the Spirit according to the book of Galatians chapter 22-23. Kuna matunda 9 ya Roho Mtakatifu jinsi tunavyoona katika kitabu cha Wagalatia 22. And we can divide them into 3 categories. Na tunaweza kuyaweka. The first 3, Ya kwanza 3, I'm talking about joy, ninazungumzia love, upendo and peace. na amani. Is the first thing you experience immediately you are baptized by the Holy Spirit. Hayo ndio mambo ya kwanza unaweza kuyapata. When someone is baptized by the Holy Spirit, Wakati mtu amebatizwa na Roho he Mtakatifu, will experience joy. anaweza kupata He will furaha, experience love. atapata upendo And he will experience peace. na ataweza kupata That amani. is human experience. Hiyo tu ni ile If you tajriba ya, claim to have the Holy Spirit kama unasema una Roho and you do Mtakatifu not experience joy, na hujaweza and you kupatana don't na experience upendo, love, na hauna and you upendo don't experience peace, na una amani na furaha. another 3, the second one, Ya tatu focus on conduct. The second one focuses on our conduct. ya pili inaelekea matendo, Patience, kindness, and goodness. That's the conduct. hayo ni matendo. The third one Ya tatu, focuses more to do with our character. hiyo inaelekeza tu kuhusu matendo yetu Faithfulness, na tabia zetu, gentleness, and self-control. 9, as it is written in the book of Galatians chapters 5, 22 and 23. hayo ni matunda yote 9 jinsi ilivyoandikwa katika kitabu cha Wagalatia. If you have these fruits, Kama una matunda haya, you are a genuine child of God. wewe ni mtoto wa kweli wa If you Mungu. miss one of these fruits, Kama utaweza kukosa tu moja kati ya tunda when haya, Jesus comes, wakati Yesu you atakapokuja, cannot rapture. hauwezi kunyakuliwa. The work of the Holy Spirit in our life, Matendo ya Roho Mtakatifu katika maisha after yetu, giving our life to Jesus Christ, baada ya kupeana maisha yetu kwa Yesu Kristo, great growth, inaweza kuleta kukua level by level, kiwango kwa kiwango until you obtain the right image hadi tunapopata ile ishara to be like Christ. ya kuwa kama Yesu. This is a new man. Hii Huyu ni mtu mpya. huyu ni mtu mpya. This is a new man Huyu ni mtu mpya with the character of God, na ile tabia ya Mungu, who is now become ambaye sasa amekuwa one like God, mmoja na Mungu, perfect. mkamilifu. And that's why when God created the first Adam, Na ndio sababu Yesu alipomuumba he Adamu said, alisema, let us create man wacha tumuumbe in binadamu our own image. katika mfano wetu. Thank you, Lord. Asante Yesu. Now, this is the man that will enter in the kingdom of God. Kwa hivyo huyu ndiye mtu ambaye anaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. The Holy Spirit is a breath Roho Mtakatifu ni pumzi in a man katika mtu. of sin. The Holy Spirit Roho Mtakatifu is a breath in us yeye ni pumzi ndani yetu that forms a new man from the old man of sin. ambaye inaweza kumtengeneza mtu mpya katika yule mtu wa zamani wa dhambi To the new man of glory.
kwa mtu mkamilifu, mtu wa I utukufu. repeat this. Ninarudia haya. The Holy Spirit is a breath in us Roho Mtakatifu ni pumzi ndani yetu that forms a new man from the old man ambaye inamtengeneza mtu mpya tokea kwa yule mtu wa zamani to a new man of glory. mtu ambaye ni mpya, mtu wa Hallelujah. utukufu. So when the Holy Spirit forms a man Kwa hivyo wakati Roho Mtakatifu inaweza who used to kumpa live in mtu sin, ambaye alikuwa akiishi katika he dhambi, convicts him about sin. anamwelezea kuhusu dhambi. This man repents Huyu mtu anatubu and he starts to work according to the word of God. na anaanza kutenda kulingana He na matendo ya grows Mungu. level by level Anaweza kukua kiwango hadi until he kiwango becomes perfect. hadi anakuwa That's mkamilifu. what we refer as holiness. Hiyo ndiyo tunaita utakatifu. The Holy Spirit in us Roho Mtakatifu ndani yetu, develops an old body yeye anaweza kuharibu ile mwili wa zamani crushing it na kuiponda until it decays, hadi iweze kuoza, forming a spiritual body iweze kutengeneza ule mwili wa which is roho like of God. ambaye ni kama wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. The Holy Spirit in us Roho Mtakatifu ndani yetu develops our own body, inaharibu ile roho, ile miili yetu crushing it na inaweza kuiponda until it decays hadi iweze kuoza and forming a spiritual body na iweze kutengeneza mwili which wa is like kiroho of God, ambayo ni kama ule wa Mungu, just like of Jesus Christ. kama tu ule wa Yesu Kristo. Paul is talking in the book of 1 Corinthians Paulo ananena katika kitabu cha chapter Wakorintho wa 15 kwanza verse 50 mlango wa 15:50 up to 56. hadi 56. Now, if a person reaches this level, Kwa hivyo mtu akifika kiwango hiki, he's also empowered with the gifts of the Holy Spirit. basi anaweza kujazwa na vile vipaji vya And Roho that's why you Mtakatifu. see a good man of God, Kwa hivyo tunaona mtumishi mzuri wa Mungu, a good man of God, mtumishi mzuri wa Mungu having undergone all these processes, kama amepitia mpangilio huu wote, the Holy Spirit works in him. Roho Mtakatifu anatenda kazi The Holy ndani Spirit yake. feeds his spirit. Roho Mtakatifu The anajaza Holy roho Spirit yake. feeds his spirit. Roho Mtakatifu anajaza roho A yake. human being is not this flesh. Binadamu si hii A mwili. human being is not this flesh. Binadamu si hii mwili. But there's a spirit in this flesh Lakini kuna roho ndani ya huu that mwili needs to be fed the things of God. ambao unahitaji kujazwa na mambo ya Mungu. But the person who will help us feed the things of God Na mtu ambaye anaweza kutusaidia kujazwa until na we mambo ya grow to Mungu, become like God ya kwamba tuweze kukua kufikia kiwango cha is the Mungu, Holy Spirit. ni Roho Mtakatifu. That's why the disciples were afraid. Ndiyo sababu wale wanafunzi waliogopa, They could not even preach when Jesus was leaving hata hawangeweza kuhubiri wakati Yesu aliondoka because of frustration. kwa sababu ya ule kuteswa. But immediately they were baptized by the Holy Spirit. Lakini wakati walibatizwa na Roho They stood Mtakatifu, up walisimama and Peter stood na Petero akasimama and witnessed about Jesus. na akashuhudia kumuhusu Yesu. On the material day, Kwa hiyo siku 3,000 souls watu 3,000 gave their life to Jesus Christ. walipeana maisha yao kwa Yesu. So now, Kwa hiyo sasa, from there they started experiencing the gifts. tokea hapo waliweza kuweza kupata zile karama. The moment they were praying, the moment they were reading the word of God, the gift of the Holy Spirit was being produced to these disciples now. Wakati walikuwa wakiomba, wakati walikuwa wakihubiri, karama za Roho Mtakatifu zilikuwa zikiwajia. Hallelujah. Haleluya. So one gets now the gifts of the Holy Spirit Kwa hivyo mtu anaweza kupata karama za Roho Mtakatifu to work for God, kuweza kumfanyia Mungu kazi. having attained this level. Baada ya kufika katika kiwango hiki, And the person who have attained this level na yule ambaye amefika katika hiki is a kiwango, genuine child of God. yeye ndiye mtoto wa And kweli wa whatever he will Mungu. do in the church, Na chochote atakachofanya it kanisani will be for the will of God, itakuwa ni kwa mapenzi ya not for Mungu, his own. sio kwa mapenzi If yake. you see somebody doing for his own, Ukiona mtu anafanya kwa mapenzi yake, selling the anointing, yeye anauza upako, selling the anointing, anauza upako, he is not of God. yeye si wa Mungu. Freely you have been given, Bure mmepewa, give freely.
of the Holy Spirit. Kwa hivyo karama za Roho Mtakatifu, Not only the Holy Spirit is given to the church, si tu Roho Mtakatifu anapeana but the kanisani, church also has been given the gift lakini pia kanisa limepewa of hizi the Holy karama Spirit. za Roho Mtakatifu. And we can read this in three passages. Tunaweza kusoma haya katika mafungu matatu. Romans 12. Warumi I 12, think somebody is writing. Romans 12. Warumi 12, 1 Corinthians 12:14. Wakorintho wa kwanza 12:14, Ephesians chapter 4. Waefeso 4. I will stop there for my teaching today. Nitakomea hapo kwa mafunzo yangu ya siku ya leo. If you have not given your life to Jesus Kama Christ, haujapeana maisha yako kwa Yesu that is the Kristo, first step. hiyo ndiyo hatua ya The kwanza. moment you give your life to Jesus Christ, Wakati tu unapeana maisha yako kwa Yesu the Holy Kristo, Spirit starts to dwell in your heart. Roho Mtakatifu anaanza kuishi katika Now maisha. you need to work hard Kwa hivyo inabidi for ujitahidi the kingdom, kwa to ufalme be baptized by the Holy Spirit, na uweze kubatizwa na Roho, to be filled by the Holy Spirit, uweze kujazwa na Roho, to get fruits of the Holy Spirit. uweze kupata yale tunda la Roho And finally, Mtakatifu. there are gifts that you are going to receive. Na pia unaweza kuona kuna zile karama ambazo unaenda kupata. We also have 9 gifts of the Holy Spirit, Pia tuna zile karama 9 za Roho according to the Mtakatifu, book of 1 Corinthians chapter 12. kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza Now the Holy 12. Spirit produces gifts. Roho Mtakatifu yeye anapeana karama. There are some can have 3, Wengine wanaweza kuwa na some karama can have 3, 2, wengine wanaweza kuwa na 2, some because of faith, wengine kwa you sababu can ya have imani 5, wanaweza kuwa na 5, depending on your faith. kulingana na imani yako. If you haven't given your life to Jesus, Kama haujapeana maisha yako kwa Kristo, you cannot receive this, hauwezi ukapokea and haya you cannot achieve this. na huwezi ukafikia haya. Therefore, you cannot see the kingdom of God. Kwa hiyo hauwezi kuona ufalme wa Mungu. You need to give your life to Jesus Christ, Unahitaji kupeana maisha yako kwa Kristo, because you are preaching, kwa sababu unahubiri and the time will come na muda utakuja when all the preachers will be raptured by Jesus, wakati wahubiri wote watanyakuliwa na Yesu, when the grace will be taken away, wakati neema itatwaliwa, when the Holy Spirit himself will be taken away. wakati Roho Mtakatifu mwenyewe atatwaliwa. Jesus Christ is coming soon. Yesu Kristo anakuja. You need to to hurry up. Inahitaji ufanye wepesi sana, Give your life to Jesus Christ, upeane maisha yako kwa Kristo, so that when he comes, ya kwamba wakati atakapokuja you can be raptured. unaweza kunyakuliwa. Thank you, Lord. Asante Yesu. Raise your hand wherever you are. Inua mikono yako popote You can ulipo. also kneel down wherever you are. Unaweza tu kupiga magoti popote You ulipo. will continue read the scriptures I have given. Unapoendelea kusoma ya mafungu ambayo nimepeana, Let us pray. acha tuombe. Those who are giving their life to Jesus Christ. Wale ambao wanapeana maisha yao kwa Kristo. Lord Jesus Christ, somebody somewhere is raising up his hand because he's now accepting you as Lord and as Savior. The Bible says, for they confess and they believe in their heart. And with confessing and believing and accepting Jesus Christ, they become the family of God. Thank you for that brother or sister who has given their life to you, God. And now I pray that God will be with him. From today, he will find a good church that teaches the fullness of the word of God. And he will grow to become perfect, which is holiness, in the name of Jesus. Father, I pray that you also enable us to continue preaching to your people wherever they are. And I pray that to those who are going to listen to this teaching, they shall never be the same. I also break every sickness from their life in Jesus' name. Whoever is sick right now, I'm praying and I command the sickness to come out of that body in Jesus' mighty name. I decree healing upon that body. Receive your healing. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen and amen. Shalom. God bless you. Mungu awabariki.
Shalom.